Habari mwana Chapesa Media, kwa mara nyingine tena tunawaletea kitonge na habari zinazojiri, ni hususani kuhusiana na adhabu zilizotokea kwenye mechi ya dabi na zile zilizofanyika before ya dabi. Nipo na mzee wangu mzee Saidi, tunaenda chapu kulingana na mazingira yetu si rafiki. Pia hali ya hewa leo imekuwa ya kiubaridi kidogo, kimvua kinanyesha kwa ukanda wetu tuliokuepo sisi, sijajua kwa wengineo. Nikaona sio mbaya nimletee kitonge. Pia naomba radhi kwanza kabla ya yote. Mlikuwa mnamtaka mzee Saidi hakae chini, lakini mwenyewe anakuambia kulingana na mazingira aliyokuwa nayo au katika vibe la kuongea anahitaji akiwa kasimama, sio amekaa kikaa. Naona kama vile yuko msikitini anamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akisimama kama hivi linatoka vibe la kutosha. Ananiambia nikikaa chini naweza nikakutia kofi. Na kweli jana nilikosoa. Kwa hiyo leo tumeamua kusimama. Tunaomba radhi bwana, mnaye comment, tunaona comment zenu, mnayojaribu kutushauri na kutusi tufanye hivi, basi na sisi tunawajulisheni, msione kama hivi tunavyosimama kuwa mzee Saidi na mlazimisha. Hapana, ndio vibe linavyokuja na pointi zinatoka akiwa kasimama. Kwa hiyo yupo mbele yenu, tumsikilize maoni yake kuhusiana na mchezo na adhabu zilizotoka kwenye dabi na zile zisizokuwa za dabi. Habari mzee wangu? Salama. Mambo yanasemaje? Poa. Wema kabisa. Bwana namshukuru Mungu. Shikamoo mzee wangu. Marhaba. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Na Rujun nimefanya kazi. Rujun. Kurujwan. Nimefanya kazi. Bwana, yaani unajua siku zote unapoenda kumuomba mtu kitu huwezi kwenda umekaa shekhe. Kweli? Unapoenda kumuomba mtu kitu, si tunaomba watazamaji watuangalie. Sasa unaendaje umekaa? Unamuomba Mwenyezi Mungu umekaa. Wanategemea. Yaani unaongea, mimi siongei na Mwenyezi Mungu, mimi naongea na ndugu zangu. Na mashabiki wako. Wa Tanzania wenzangu na wasio wa Tanzania. Na wanaonipenda na wasionipenda. Wote ni wangu. Kwa hiyo lazima nisimame, nipate chaji, betri ingie vizuri. Waswahili wanasema dawa. Dawa ikipita shekhe haina msalie mtume. Sasa unapotoa dawa lazima utoe dawa umesimama. Shamuona Shemazinge wewe? Sana. Ulishamuona kakaa chini? Hamna. Haiwezekani ukae. Na muadhara hata kama itakuwa masaa 4. Haiwezekani ukae. Mimi nilikuwa na uwezo wa kusimama masaa 6. Kwa kazi ile? Kwa kazi yangu, mbali na kazi za kampeni. Nilikuwa na uwezo wa kusimama masaa 6. No maji, no nini. Yaani hapo unagonga kitu, unaweka kitu, unagonga kitu, unafumua hichi, unaleta hichi. Wengine walikuwa wanaleta mpaka habari za Simba, naambia tulieni hapa sisi. Hapa kazi kwanza. Hapa niko kazini, hebu tulieni. Sasa siku moja bwana jamaa aliniletea mambo ya ajabu. Kanifuata bwana, Simba wamekula 3 kwa Yanga. Kitambo hiyo. Kitambo hiyo. Hiyo winga Thomas Kipese. Fullback David Mwakalebela. Wewe uko wapi? Wewe uko Tanga huko. Kabisa. Kabisa. Ile mechi ilikuwa ngumu ile. Na itafutaga ile mechi nilikula 3 ujue ile. Bila. Alafu Salum Madadi ndio alikuwa kocha mkuu wa timu ya Simba Sports Club. Salum Madadi huyu ambaye sijui nani, sijui mjumbe, sijui nani. Atakuwa mjumbe. Wa TFF pale. Alikuwa kocha mkuu wa timu ya Simba. Sasa wewe unawauliza wenzio hao wanaokaa wanasema mimi mbuzi, waulize. Hivi mzee huyu maneno mengine anayoongeaga ni uongo? Kwa sababu wanayekujua mimi na imani. Wanashirikiana wewe na. Kwa sababu gani? Unawaambia habari za siku nyingi, tulikula 3. Tulitafutana taifa pale. 3 mtungi. 3 bila. Thomas Kipesa anatukimbia na mpira kama kawekewa. Thomas Kipesa huyu sio Thomas ulimwengu kama wale anapoongea mzee zaka za nani. Mimi nashangaa eti sasa hivi wanasema Simba kuna watu nani Muntale anakimbia. Wewe bwana wewe, kuna watu walikuwa wanatembea na upepo. Unapigwa chenga mtu anashuti goli. Simba walishakuwepo, Yanga walishakuwepo. Lunyamila kule kaenda Lunyamila kaenda Kenya Uganda ile. Gari zote ziliandikwa Lunyamila. Yaani magari yote makubwa Lunyamila. Kwa kiwango hizo kuna kionyesho. Yule nani alipigwa chenga mpaka alienda kuzoa maganda. Majani aliondoka nayo uwanjani pale. Akaambia bwana David Makinka. Wanafanya mzee Saidi, tuanze na hapa. Vionjo ni vingi na burudani zitazidi kwa nyingi na hali ya hewa kama unavyo. Na mimi hasa ukinigusa habari za mpira hapa utakesha. Kabisa. Najua siwezi. Najua. Tunaenda kwa step. Kuna mtu mmoja aliniambia nitajie timu iliyocheza finali ya kombe la CAF.
mwaka 93, basi nilianzia golikipa mpaka alizevu mpaka walioko kwenye kupika ubwabwa. Bwana. Na utakataa. Simba ile? Simba hiyo. Ilienda finali kabisa? Ilienda finali ile. Tunalikosa kombe. Nilianza kikosi kilichoanza mpaka wanaopika wali. Mpaka wanaopika wali. Tembea na miko. Wali Mzee Saidi Simba anaielewa. Wewe acha bwana. Bwana Mzee Saidi, tuanze na hili. Tuanze na dabi. Ndio. Mchezo wa dabi umemalizika. Kamati ya masaa 72 pamoja na bodi ya ligi nasikia wametoa hukumu zao. Wametoa adhabu kwenye vilabu, wametoa adhabu kwa wachezaji. Tukianza kwa Simba, adhabu ya kwanza kabisa. Wana Simba wamepata baada kuenda kuingia mlango sio sahihi. Walitumia mlango tofauti na ule uliopangwa. Hivi hiyo ya dabi. Hiyo ya dabi kwa hiyo ya dabi. Mimi nikujibu tu kiurahisi. Ni kawaida. Kwenye dabi. Yanga wameshafanya mara ngapi? Basi wanafanya marudio tu, wanaogopa tena. Hata hivyo Simba wanafanya kuogopa. Yanga wanafanyaga salani. Kama faini tutalipa. Anakabidhiwa mmoja, wewe bwana, umesikia hiyo? Lipa hiyo. Mmoja tu anaambiwa hivi vitu shekhi katika mpira. Yani kama unataka matokeo, yani hivi vitu lazima viwepo. Kwa hiyo haina haja hata ya kuvishangaa. Na ukimwona anashangaa mnafiki. Nilimsikia mtu mmoja anasema Yanga wameenda kutoboa. Nikamwambia uongo. Mbea huyo. Wanasema chumba kile cha wana Simba waliotoboa ni Yanga. Sasa ndio uje useme wewe. Shangaza kwa nini faini imekuja kwenu? Ngoja sasa ndio uje useme wewe. Sio sisi wametoboa wale. Umetoboa wewe. Hivi vitu havina hata kujificha. Na ndio maana FIFA kafu wameleta mpaka sheria hivyo vitu hivyo. Lakini vilikuwa vinafanyika hadharani tu. Sasa faini jumla ni shingapi? Ndio maana nakwambiaje wale Waarabu wale wanatembea kabisa. Yaani mnapotengeneza bajeti ya kwenda kwenye ligi ya mabingwa, wenzenu wanatengeneza bajeti mpaka ya fujo. Wanajua lazima tu tutafanya fujo. Sasa kwa nini tukio mlilifanya nyinyi mkawasingize wenzenu na hukumu imekuja kwenu? Sasa ndio nakwambia umbea. Wewe kitu wewe ndio ukafanya wewe, alafu wewe ndio unaenda kutoa taarifa. Una akili sawa sawa wewe? Ndio hayo mimi nakwambia. Kila siku mimi ndo nakwambia. Wewe kitu umekifanya wewe. Wewe mpaka wale wanatoa hukumu sio wajinga. Simba ni klabu kubwa Mzee Saidi. Ndio. Katika tasnia ya mchezo. Sawa. Tanzania mpaka Afrika mzima. Sawa. Kwa hiyo hamujiamini kwenye pichi mpaka mtumie ni sawa. Sasa kwani wewe kama Duchu naye ngoja haya sawa. Ngoja. Kwa nini Yanga waliingiliaga mlango wa kutoka Mbagala? Tunaenda kula 5. Usicheke mjomba. Yanga wameingilia mlango wa Mbagala. Lakini hawakuvunja. Hawakuvunja. Sasa ulishaambiwa bwana fungueni, si atupiti huku, faini tuko tayari kulipa milioni 5. Wakaingilia kule. Simba wanakuja kugoga wanasema mama tumeharibu. Wewe uliogopa kupita uliogopa kupita uwanja Guantanamo mlijua zinaenda kukaa nyingi. Sasa kumbe kule nako wakasema bwana wenyewe si ndio wenyeji. Sasa na si atupiti getini wala atupiti wapi. Duchu ndo kapeleka. Duchu naye angalie yule. Duchu angalie. Duchu Simba washamtoa kwa mkopo, anarudi yalamu. Shamtoa kwa mkopo. Simba na Yanga bwana hazina fadhila hata siku hii. Sahihi. Hazina fadhila hata siku hii. Siku moja. Asikubali Duchu atajipotezea umaarufu wake katika football. Utaonekana we ni mlozi. Baki ya Duchu pekee. Unahisi brand ya Simba kwa kilicho kilifanyika kwa Duchu? Hivyo ni vitu vya kawaida. Simba alishapigwa sana huko kafu, sikashapigwa sana fine. Mambo ya ulozi ya kawaida. Yaani mimi sikufichi ya kawaida. Yaani unachotakiwa yasionekane, lakini ukishindwa ukiona mimi hii naenda kufa, inabidi ya uoneshe hadharani ili ujiokoe usife. Hivi vitu vya kawaida. Au nataka nikwambie moja? Nilishawahi kukupa story moja. Enyimba na Simba. Simba wamewapelekea Taifa uwanja wa ndege pale Julius Kambarage Nyerere. Wamewapelekea gari. Enyimba walimtanguliza mama mchana saa 8. Anawasha tochi kwenye uwanja. Unajua wewe sasa. Wale wanatembea kaa tembo. Enyimba walikuwa wakija Dar es Salaam walikuwa wanatembea kaa tembo. Au wanajeshi. Ushaona wanajeshi wanapoenda front. Yaani wanatembea mstari ni huu. Kwenye gwaride. Sio kwenye gwaride. Yaani mnatembea kama mnaenda sehemu. Yaani wanatembea mmefatana hivi. Huyu anaenda, huyu anaenda, huyu anaenda, huyu anaenda. Na ndivyo walivyokuwa wanafanya wale. Yule mama anapokanyaga na wachezaji ndipo wanapokanyaga. Hapo mpaka wanaingia kwenye gari. Ndio wewe unakanyaga.
kama tembo vile wanaenda kunywa maji. Kwa hiyo mama ndo alikuwa yeye. Huyo mama unaambiwa akifika mlangoni hali inabadilika. Kwenye gari kama hivi, mmeshaweka vitu vyenu. Waulize Ismailia wamekuja Dar es Salaam, alafu kuna watu Simba waliwachukua wakawapeleka guest. Wao ndio wakajifanya ndio wahudumu wa guest. Wao Simba. Sasa Simba na Ismailia hiyo. Kila wakikurupuka wale jamaa akitoka kwenda zao kufanya mazoezi, mambo mengine ya mkoleni. Hayafai kuongea. Sasa bado tunaendelea na mechi ya dabi. Sawa, twende. Goli la Simba, kamati ya masaa 70 pamoja na bodi ya ligi wanasema ilikuwa ni halali na kwamba kumfungia Azmen Kibendera namba 1. Lakini hata hivyo, ilikuwa limetoka adhabu na kuonekana halali. Kwa nini bado matokeo yao 0-0? Sasa unajua kuna vitu vingine vinachekesha. Kutoka kwenye mechi ya Simba na Dodoma Jiji mpaka kwenda kwenye dabi kuna masaa mangapi? Yalipitiliza. Kwa nini wasikae kikao wakamfungia Selemani Mwalimu asicheze kule? Mimi nimeulizia goli. Kabla sijaenda kwa Selemani. Unapotaka kutafuta kiini cha tatizo, usiogope kuvuka tatizo kuja kutafuta kiini. Sawa, tutakuja, lakini kwanza hili goli. Kwa nini nimekwambia hivi? Nimekwambia hivyo, tatizo la kiini ni Selemani Mwalimu. Ina maana Selemani Mwalimu angekuwa hayupo, ili goli lisingekuwepo. Tukubaliane hilo. Angelikuwepo mtu mwingine, sio Selemani Mwalimu tena. Angekuwa kaishafungiwa na kamati ya masaa 72. Yaani nikwambie tu kwa ujumla, ligi yetu ya Tanzania bado ina ubabaishaji ndani ya viongozi. Karia anajitahidi sana kuiweka TFF katika mlolongo bora, lakini bado wanamsumbua. Hawa wa chini. Kwa sababu mechi imechezwa usiku. Si mnakutana tuna Dodoma Jiji. Ndani kukutana ni dakika ngapi? Hata 20 hazifiki. Mnatoa maamuzi, mnarusha tena sasa hivi utandawazi. Mnatoa maamuzi, mnarusha. Tena usiku tu nyewe wenzenu wamelala, nyinyi mnatengeneza mambo yenu. Chwa yameshatoka. Kwa hiyo haya yote yanatokana na utendaji mbovu wa vitengo vya TFF. Na ndio maana unakuta kila wakati vile vitengo vinabadilishiwa watu. Shida yake ni hii. Kuna watu wengine wana mapenzi mule, kuna watu wengine wanafanya kazi kwa kukomesha. Mule wamo. Wanajibalance mule. Sasa wewe kwa mfano ukisema tuyaache haya ya Selemani Mwalimu, tuache ya dabi, ichukulie tu mechi ambazo zilizochezwa katika hizo siku zote kabla ya dabi hazina kasoro? Zipo. Kasoro zake ziko chungu mzima. Tutarudi huko. Kwa sababu tukianza kama Dodoma Jiji zidi ya Simba. Selemani Mwalimu alifanya tukio la kumpiga yule Bikoko. Endi Bikoko. Kuna mtu mmoja anasema Abdi Kasim. Nikaona hapana, yule Bikoko. Watu wengine yani alimpiga kiwiko. Lile tukio lilifanywa na Soa zidi ya Azam. Ndio. Alimpiga Imidimau. Adhabu iliyotoka. Nakumbuka Soa alifungiwa mechi 5 na fine milioni 1. Sawa. Ni tukio la kumpiga kiwiko. Ikaja tukio la Kanti zidi ya Faisal Salum. Alianguka akapiga buti. Fine milioni 1 na adhabu ya mechi toto huyo. Kante alifungiwa. Sasa cha kushangaza Mzee Saidi, huyu Selemani Mwalimu na tukio lilikuwa la wazi. Lakini akafungiwa mechi 3 na fine milioni 1. Msaada huo. Msaada. Sasa ukishamfungia yule nani anafunga magoli Simba? Wangosi simu naye? Wewe bwana wewe. Huo msaada huo. Yaani jibu linaonekana. Yaani kwa mimi, mimi ninapojielewa, jibu nimeshaliona. Kwa sababu Soa akapigwa mechi 5. Mechi 5. Kosa ni lile linafanana na nani? Na Selemani Mwalimu. Sasa kwa nini Selemani Mwalimu afungiwe mechi 3? Kuna nini hapa? Aliyeitwa akaenda kujitetea? Au kwa sababu yule sio Mtanzania, huyu Mtanzania? Ndio tuchukue hiyo sababu? Sijajua. Ndio naye kuambia haya. Yaani mule ndani TFF nako kuna shida. Utoaji wao wa adhabu. Hasa hata Duchu wanaenda kumfungia. Sijui wamemtia adhabu. Anaitoa hela yule Duchu. Sasa nalipwa? Lete swali lingine. Hilo mimi nishakujibu. Abdi Banda, adhabu yake ni sahihi katika kuanguka kwake. Ile ni kusudi.
Ngoja. Ile ni kusudi. Sawa. Nimeona mwenyewe. Sawa, ni sahihi adhabu aliopewa? Ndiyo sahihi, usirudie siku nyingine. Na ile wametoa kwa sababu banda ni jamii ya wachezaji wanaochipuka. Yule kaishachezea timu ya taifa. Yule kaishaenda kucheza soka la kulipwa nje ya Tanzania. Kwa nini ufanye vitendo vya kijinga kama vile? Unakumbuka mashabiki wa Simba walikuwa wanapiga chupa nani mchezaji wa nani yule wa Edgar. Sababu ya yeye kupigwa chupa ni nini? Alikuwa anaonekana mashabiki wanasema yule anapoteza muda. Walimpa fine mchezaji? Nani Edgar? Sasa inategemea nani alianza. Kwa umepata fine ya milioni 5 kwa sababu wa mashabiki wako kurusha chupa. Sasa pale inakuja hivi. Kamati ya masaa 72 huenda wameangalia shida ilikuwa ni nini yule bwana kuchelewa kurusha mpira. Aidha kuna tatizo ndani kati ya pichi au kuna shida yoyote, au ule mpira huenda una matatizo, au huenda hajaruhusiwa kurusha mpira. Hivi jamani, mkaa mkijua hata mpira nao unarushwa, sio unafikiri tu kuchukua tu na kulivugumika. Sawa. Sawa. Unaruhusiwa ule. Unaweza ukauchukua ukauvugumika, refa akasimamisha akakwambia tendo tukaanze upya, utakataa? Hawezi kukataa. Sio kama nawatetea Dodoma Jiji. Sio kama namtetea nani Edgar. Umenielewa bwana? Kwa hiyo shabiki yoyote anachohitaji ni matokeo. Wale washabiki walikuwa wako sahihi, hawako sahihi ni up to you. Wanachokuwa tayari akili imeshavurugika. Hata ingelikuwa mimi naweza nikafanya vile vitendo. Kwa sababu nini? Akili tayari, mimi ninachohitaji pale ni matokeo. Na ndio maana unaona wakawa wanarusha machupa. Sasa hii mtindo hii ya kuingia na machupa ilikuwa inakatazwa. Sijui kwa Dodoma ukaguzi wake sijui ukoje. Sababu mimi siku moja nilikuwa naingia uwanja wa mpira hapo, nimebebelea chupa langu la lita 1.5 maji safi, akaniambia mzee weka hapo. Ingia na maji wapi huko? Maji yanauzwa ndani. Yaani nimeshangaa Dodoma. Dodoma uwanja wake, pichi yake iko vizuri. Watu hawatakiwi kuingia na machupa ya maji. Wananunua ndani si yanauzwa ndani. Yaani yote ni kuleta usalama na ubora wa ligi. Kwa sababu wachezaji unajua wamekaa kama watoto. Mchezaji akasema maji kumbe kuna kitu umeweka. Yaani mchezaji amekaa kama mtoto. Unajua mchezaji hata ukimfanya tu hivi kajipeleka moja kwa moja chini. Kajiangusha. Sasa wewe chupa la maji lile limeenda kumpiga Edgar anatafuta pointi moja. Sikagalagala chini pale. Muda unaenda, wale wanazidi kupaniki. Kwa hiyo na hivi vitu navyo vile vile waviangalie. Kwa hiyo hao wenyewe mashabiki wa Simba sasa ndio wenye maamuzi. Kuitia timu mzigo au kuto kuitia timu mzigo wa nini wa faini. Yaani wao wenyewe wanaweza kujiepusha. Kabla hata hawajaambiwa jamani klabu yetu tunaiumiza sana. Kwa hiyo cha msingi si nyinyi jamani tuvumilieni. Si tupige kelele na uongozi timu yetu iwe nzuri. Kuishiria mbali. Basi. Sasa mzee Saidi, ndio mimi nimekuelewa. Tunakuja hapa bado kwenye jibu langu janipa. Kwenye adhabu hii hapa. Alistahili naye Edgar apewe au hakustahili kupewa adhabu? Masaa 72 wao ndio wamelichunguza lile kosa au unajua wale hawafanyi kitu mpaka waombe taarifa. Inaweza kuwa taarifa ya Edgar haijafika. Kwa hiyo na huko kwenye sheria zao zipo. Kwa mchezaji akichelewesha muda kupewa adhabu. Zipo. Hata FIFA wanazo. Huenda sasa zile taarifa za Edgar hazijaingia. Unajua unapopewa kadi ya njano ile kadi inakwenda ujue taarifa zake. Wanazifanyia kazi. Umenielewa Sasa huenda taarifa za Edgar katika ile mechi ya Dodoma Jiji na Simba hazikufika kwenye kamati ya masaa 72. Na ndio maana unamuona ana survive. Lakini na yeye kama ingekwenda taarifa yake. Kwani ngoja, nani si amepigwa faini? Nani Duchu kapigwa faini ya milioni 1. Faini ya nini? Aliingia na kimiminika cha maji uwanjani. Akawa ameenda kumwaga kwenye kibendera. Kwa hiyo ina maana taarifa iliyotafsiriwa wao wakasema ile ni imani za hapo. Kwa hiyo ina maana taarifa zake zilifika katika eneo husika. Sawa. Imani za kishirikina ndio zilikuwa zikifika hapa. Sasa basi. Ile mechi ya Dodoma Jiji na Simba, kuna taarifa ambazo hazikufika lakini zilionekana katika kamera ambayo tulikuwa tunauangalia mpira. Zipi? Golikipa Daniel Mgole sikaenda katoa hilizi pale kwenye mlingoti wa bomba la timu ya timu yake. Alitoa? Hilizi. Alitoaje? Tena nyeusi. Ngoja kwanza ilikuwaje? Kapiga magoti.
baada ya filimbi ya half time. Sawa? Goli hili la huku. La kwake huku. Sawa. Kaskazini. Umenelewa? Ndiko walikoanzia Dodoma Jiji. Simba walikuwa mashariki. Katika filimbi ile kusini na kaskazini goli anakuwa. Kaskazini? Kusini na kaskazini. Mashariki huku. Okay, sawa. Kaskazini na basi na kusini. Akapiga magoti. Mimi alipopiga magoti tu nikatuliza. Na kamera ikahama ikaenda pale pale. Mpaka anachomoa ule mzigo. Anaondoka nao. Sasa hizo taarifa za nini? Sio picha ya ushirikina hii. Hajaenda kama alivyotembea Duchu mpaka kwenye kibendera huko kashika kimiminika. Kaenda kuweka na anaendelea kwenda kumwaga akafanya yeye alichokifanya. Yaani kafanya. Mchezo umeshaisha. Hii ndio ndani. Wewe director, hii ndio nguzo ya goli. Hapa ndio chini kwenye mwamba. Kwa hiyo kakaa kapiga magoti. Baada ya kupiga magoti kenda kaichukua ile ilizi. Katoka nayo anakimbia anaingia nayo chumbani. Je, hiki nacho ni ashiria ya nini? Na kama unataka ushahidi tunao. Azam TV. Burudani kwa wote. Kwa style ni apewe adhabu. Anatakiwa apewe adhabu, kile ni kitendo cha kishirikina. Nisikilize. Saidi Banuzi anapotea kwenye ligi ya mabingwa Yanga na Ismailia kama sikosei au Ahali. Umenelewa nani Saidi Maulidi, nani Saidi Banuzi anapotea, alipotea kwa mtindo wa kukosa penalty. Sawa. Yanga walishinda goli moja hapa. Kwenda kule Yanga wakaingangania sare. Wakaipata. Dakika za mwisho Yanga wakaenda kufungwa goli moja. Na wale Walabu wale. Paka kipindi cha pili Walabu hawajapata goli. Sio una kumbukumbu. Paka kipindi cha pili Walabu hawajapata goli. Wanatoka tena golikipa, kocha wa magolikipa alikuwa huyu mzee huyu sasa hivi hayupo Yanga. Alikuwa alidakia Pan Africa. Jina lake limenitoka. Umenelewa Yule si unajua muhuni. Wewe golikipa. Wewe jamani muhuni huyu, yani ni mzee lakini mambo yake ya kishua boy. Yani ukimwona tunajua ile shida kienzi ya ujana. Umeona Akaenda akamwambiaje? Angalia sasa. Akamwambia hivi, na Walabu bwana wanaziogopa kweli timu za Afrika, hasa Afrika Mashariki. Unajua alichokifanya? Kamwambia hivi, ukifika golini, anamwambia Dida, ukifika golini fanya kama vile unanyunyizia dawa, utawapagawisha Walabu. Wewe bwana. Kweli alifanya hivyo hivyo. Dakika 5 mpira haujaanza, Walabu hawataki. Wamezinda kwenye goli la Yanga, yani wanapiga majani, wanapekua nyavu zote, penua, fumua nyavu. Uliza mtu aliyeiona hiyo mechi. Dakika 5 Yanga walikula adhabu. Kwa kitendo kile cha uongo tu walichokifanya. Sasa je, cha Dani Mgole hadharani. Yote hiyo ni kuashiria nini? Kutoa imani potofu katika football. Uchawi wa mpira sio lazima uende ukalogee uwanjani shekhe. Hakuna mtoto asikudanganye. Unamaliza huko. Kwa sisi tuliozoea mambo hayo ya mpira. Kama unakulifanya. Yani unalifanya huko. Tena uchawi wake shekhe, ukipigiwa wewe hata saa 12 ufiki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah imeimba. Safari unakwenda. Mimi nakwambia uchawi wa mpira, hakuna kitu kibaya kama uchawi wa mpira. Nilikuwa naongea na mchezaji wa zamani wa Simba, rafiki yangu sana. Mtoto anakaa Mbagala, anakaa Pugu. Anamuita nani yule bwana? Alikuwa anapiga sana vichwa. Sasa hivi mpira akaacha. Na wananitoka majina huku huku na kwenyewe kunanisumbua sana mpaka kichwa inaanza memories zinaanza kushuka kiwango chake. Umeona bwana? Nani Kijuso sijui nani, Mohamed Kijuso sijui nani. Anakaa huku Pugu huku. Kijuso sijui anaitwa nani yule bwana. Sawa, tutamjua. Umeona bwana? Tutapata kwenye comment utatusaidia. Yule siku moja aliniambia bwana, mzee Zaidi achana na masuala ya mpira. Mpira uchawi wake ni hatari. Na mimi nilimuunga mkono nikamwambia ni hatari. Wewe mtu yote unayemuona anaenda kuzuga pale uwanjani, yale ni bosheni. Mambo yashafanyika huko.
Kwa hiyo nataka kuniambia hata Duchu anaenda boshe ni ile babu. Ile kwenda kutoboa vyumba mule. Ile yote ile ni boshe ni kuwatoeni nyinyi kwenye mchezo. Sasa kwa nini mlibadilisha hadi vyumba msiingie kile chumba kilicho na nini? Yote boshe ni. Mimi nataka kufanya jambo langu, mimi nitakwambia wewe au nitakuja nije nifanyie uwanjani? Ndio unavyoona sasa. Kama nani Manala alivyokuwa anacheza na vichwa vya watu vya wa Yanga, tunaenda tunawafunga, wanajitahidi, tumetoa nao draw. Yaani ile ni unawabadilisha watu kisaikolojia. Uwezi kwenda kuloga pale Duchu ana uchawi gani? Kapewa na nani uchawi? Sasa kama alitumwa. Atumwe na nani bwana? Sasa wana Simba. Wewe nenda kachukue maji haya umwage. Mimi nimekupa mfano tu ule pale ule. Wa yule golikipa, kocha wa magolikipa, alikuwa kocha amedakia sana pani. Umeona bwana? Anavaga kofia yake. Bwana yule Blazameni sio mchezo, ni mtu mzima lakini Blazameni kweli. Na anaipenda Yanga balaa, alikuwa ndo kocha wa magolikipa. Na magolikipa wake walikuwa hawafungwi ovyo. Ana uwezo wa kufundisha magolikipa na ana uwezo wa kila kitu. Yule mzee, jina lake limenitoka bwana. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo vyote hivi wala usihangaike navyo sana. Wao wenyewe kamati ya masaa 72 wanataka wawe makini. Full stop. Adhabu mnazozitoa zifanane. Msizitoe adhabu zisofanana. Na adhabu mnazozitoa msizitoe adhabu kwa muemuke kwa sababu ya mashabiki. Kuwa hii sijui Simba, hii sijui Yanga, hii sijui Azamu. Adhabu zote zitoke ni zile, wachezaji watendewe haki zao. Full stop. Ligi mtaiona inanyooka. Hata wewe ligi yenyewe kila siku inasimama. Mara huyu kacheza, huyu hajacheza. Mimi haya mambo haya nimekuja kuyaona baada ya huu utandawazi wenu. Lakini sisi ligi tulikuwa tunazijua kabisa. Huyu anapiga na huyu anapiga. Nakwambia sisi ligi kwa ule tunaangalia ligi tulikuwa tunajua kabisa. Jumamosi, Jumatano, Jumapili. Hizi siku tatu unajua ni siku za mechi na Radio Tanzania iko bize kutangaza mipira. Unajua kabisa kama Simba hajacheza Jumamosi basi Jumapili Simba atacheza. Kama Yanga hajacheza Jumamosi basi Jumapili atacheza. Viwanja tatu tofauti. Lakini sasa hivi Simba inaweza kukaa hata siku 6 7 haijacheza. Ligi gani hiyo? Mechi si timu nyingi. Timu nyingi wapi? Timu 10 na ngapi? Mashindano mengi. Mashindano gani mnaleta? Mnaleta mashindano mengi alafu uwezo wa kuvimiliki vilabu mnakuwa hamna. Mnatia mizigo vilabu tu, matokeo yake mnapiga mifaini chungu mzima. Mara huyu kakosea huku, faini. Mara huyu kakosea kwenye ligi, faini. Mara huyu alienda kule akamsonkola mwenzie kwenye ligi gani, faini. Vilabu mnaviumiza. Vinapata wapi uchumi wa kujiendesha? Hebu mimi nataka nikuulize, unajua kama hivi vilabu vya Simba na Yanga ndio maana kutwa kila siku unaambiwa vinadaiwa hivi. Kila anayelala akikurupuka, kila anayelala akikurupuka tunakwambia mimi nawadai Simba milioni 40. Huku nako akilala tu akikurupuka au ndugu yangu akikurupuka tu siku akikurupuka naye kawachoka Yanga, nani Garibu Bilali anakwambia mimi nimewadai na wadai hawa. Kwa hiyo mzee Saidi, faini uliowekewa kwa Simba unaona ni nyingi mno. Umeonewa sana, ni nyingi. Waviangalie na vilabu vyenyewe. Yaani mnatakiwa muangalie na vilabu vyenyewe. Vilabu vyetu vina uchumi wake upo kwa mifuko ya watu. Lakini hiyo sio wametengeneza heshima na brand ya klabu yako kufanya ile kitu ili kesho usiweze kukirudia. Mimi ndo nakwambia hivi. Kwani matukio yameanza jana ujuzi? Yameanza muda. Kwani hawajapigwa faini? Faini zimetoka. Yanga walivunja geti la uwanja wa taifa hili la Benjamin William Mkapa. Walipita kwenye wamepigwa faini mamilioni ya pesa, wameacha. Mbona mwaka jana tu hapa wametupiga 5 wamevunja mageti. Kwa hiyo yani ni vitu hivi vipo, ila sasa wanavyofanya vile kama vile wanaenda kuvikomoa vilabu, sio mnavikomoa vilabu. Mnaviumiza vilabu na matokeo yake vilabu vinavizidi kustruggle. Sasa wafanyeje bodi ya ligi na masaa 72 ili na nini haya matukio msiendelee? Wanatakiwa wawaite viongozi wa vilabu. Viongozi wa vilabu waende wakakae. Sijui unanielewa? Na TFF na uongozi wa TFF inawezekana kabisa. Na ile jambo lisijirudie. Yaani linawezekana mno. Kwa sababu wale si wanakuja na mukari? Ndio. Mbona hapa tuliambiwa Simba tusifanye vurugu yoyote na tuliacha kufanya vurugu na tulitulia na tuliangalia mechi. Ile zidi ya kafu nani mchezo wa nani? Sasa kwa hiyo adhabu zake bana nyinyi sisi tumewaiteni hapa.
Nyinyi ndio viongozi wa vilabu vyetu viwili, na wenye fujo ni vilabu viwili tu vya Simba na Yanga bana. Sasa sikilizeni, kule kumetokea 1, 2, 3. Sasa kuanzia leo tunawaambieni mechi inayofuata mchezi bila mashabiki. Mbona Misri wanafanya kuliko kulundika mtitili wa mafaini kwa vilabu? Huoni kama wanavionea vilabu? Hamtocheza na mashabiki. Tumalize na ile mzee Saidi. Lete maneno. Mchezo wa uliofanyika uwe wa dabi. Marazimeni wote wawili wamekula wamekwenda kolokoloni. Huku Saidi na adhabu miezi 6. Sawa. Na kule Kibendera namba 2 miezi 3. Wewe ulitegemea watapona? Kwanza hizi mnataka tutafsiri zifine hapa. Huyu 6, huyu 3. Ndio wewe ulitegemea watapona? Siwezi kutegemea kwa sababu ilishatolewa onyo kutoka mapema. Sasa kama ilishatokea onyo. Ila adhabu mbona unaona kama kuna hawa wanadai goli. Limefungwa goli, umelikataa. Au kuwa wanadai goli. Onside umesema offside. Na kuachaje? Acha wapigwe discipline. Kwa hiyo adhabu yao imeendana. Wale wache wapigwe discipline. Huyu 6, huyu 3. Huyu miezi 6, miezi 3. Miezi 6 nani? Saidi. Yes, ndo kalikataa goli. Alafu mwenyewe katena namna hii. Hatari sana. Hebu hii ya miezi 6 niachie. Tutaitafsiri baadaye. Tutaitafsiri. Simba anacheza leo, Simba anacheza. Kesho niletee kitonge. Alafu leo unajua tunashinda goli ngapi? B19. Sasa si goli shekhe. B19. Si goli shekhe. Asante. Tarehe 11 nasema nenda Singida. Kufanya nini? Singida. Bwana, hatuna la ziada. Asanteni sana. Pia tunaomba muendelee kutufuatilia katika kurasa yetu, katika media yetu ya Chapesa Media. Endelea kucomment, kushare na kulike. Hatuna la ziada. Nyuma kamera yuko Director Shizi anayekuletea picha ngavu na tulivu. Mimi ni kijana wenu, ndugu yenu, na waleteni content hii. Tuendelee kufuatilia na kuendelea kutukomenti. Ushauri wenu pia tunaushukuru na tunazidi kufuatilia. Hatuna la ziada. Kwa elini.